Serikali ya Tanzania imevikosoa kwa matamshi makali vyombo vya habari vya kimataifa na kuvilaumu kwa kuchapisha ripoti kuhusu matukio ya kile upinzani na wanaharakati wamekitaja kuwa mauaji ya kutisha ya wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Msemaji wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa alifanya mkutano na waandishi wa habari hapo jana Jumapili na kuvishambulia vyombo vya habari vya nje akisema vimekuwa vikiripoti bila kuipa nafasi serikali kutoa majibu. Mkutano huo umeufanya siku kadhaa baada ya kituo cha televisheni cha CNN kuchapisha makala iliyofichua ushahidi wa vikosi vya usalama nchini Tanzania kuwapiga risasi na kuua watu wakati wa vurugu za uchaguzi. Lakini je, madai ya Msigwa ni ya msingi? Mwenzangu Rashid Chilumba amemuuliza hilo Khalifa Said, mtaalamu wa masuala ya mawasiliano ya umma nchini Tanzania. Kwanza ni kwamba alikuwa anaongea na watu wasio sahihi, kwa sababu mkutano wake kwa kiwango kikubwa ulikuwa unahusu kuvisema vyombo vya habari vya kimataifa, lakini alikuwa anaongea na waandishi wa habari wa ndani. Jambo la pili ni kwamba alichozungumza si kweli. Mimi nafahamu kwamba CNN waliwatafuta serikali ya Tanzania na kuwapa maswali ambayo walikuwa wanataka wayajibu, lakini hawakujibu. Na hili ni jambo ambalo serikali ya Tanzania inafanya siku zote. Kwa hapa Tanzania, serikali ya Tanzania kuto kujibu waandishi wa habari kulingana na stori wanazozifanya ni moja ya wapo ya mikakati ya kuua hizo stori, kwa sababu wanajua wasipokujibu huwezi kuchapisha, na ukijaribu kuchapisha mdhibiti wa mawasiliano ya kielektroniki anaweza kuja kukufungia. Lakini Msigwa amejenga hoja, anasema ikiwa chombo kimefanya uchunguzi na hakijapata sauti ya serikali, kwa tathmini yake isingekuwa busara kuchapisha, na yeye ametumia maneno ni kinyume cha maadili ya uandishi. Wewe ni mwandishi, ni kweli? Sio kweli. Hakuna kitu kama hicho. Mimi nimefanya miaka 3 digrii ya uandishi wa habari na hakuna kitu kama hicho. Kilichopo kwenye taaluma na maadili ya uandishi wa habari ni kumpa mtu haki ya kujibu kile ulichokiibua. Kuamua yeye kukujibu au kutokujibu ni jambo jingine, lipo nje ya uwezo wako wewe kama mwanahabari. Lakini kutokujibu haimaanishi kwamba wewe habari yako imekufa. Kama ingekuwa ni hivyo, uandishi wa habari usingekuwa ni taaluma yote ya maana basi, kwa sababu watu wasingejisumbua kusomea taaluma ya habari, watu wasingejisumbua kuchukua hatari kubwa kwenda kwenye front line ya vita. Sisi kama waandishi wa habari, lengo letu nambari 1 ni kuibua ukweli, ni kuweka ukweli mbele ya watu. Na wewe kama ukweli unakuhusu na umepewa haki, fursa ya kujibu shutuma zinazokukabili, lakini ukaamua kuto kujibu, sasa hilo mimi linanihusu vipi? Mkutano huo msemaji wa serikali umefanyika chini ya kiwingu cha huzuni na madai mazito ya kile upinzani, wanaharakati na mashuhuda wamekitaja kuwa mauaji ya watu wengi sana wakati na baada ya siku ya uchaguzi. Pengine kulikuwa na matarajio wakati Msigwa anapojitokeza kuzungumza. Unadhani mkutano huu umekidhi kujibu maswali yanayoulizwa kuhusu kile kilichotokea? Alichokifanya Msigwa kunadhihirisha tu uwezo hafifu na duni wa serikali kukabiliana na hili jambo lenyewe. Mkutano wa Gerson na waandishi wa habari umeibua maswali mengi zaidi kuliko ambavyo yeye alitegemea kwamba ungejibu maswali ambayo wananchi walikuwa nayo. Hapa Tanzania tuna Rais Samia Suluhu Hassan ambaye japo kuna watu hawakubaliani naye, lakini amekiri kutokea kwa hili jambo na akatoa pole kwa familia. Ungetegemea kwamba serikali ingeacha yale ambayo ameshasema rais yatoshe, lakini unamuona Msigwa anajitokeza. Juzi tulimuona katibu wa itikadi na uenezi ya Chama cha Mapinduzi anajitokeza. Yani hii inaongea kwa sauti kubwa sana kwamba hawa watu hawana uwezo wa kukabiliana na hali kama hii, na kila wanachokifanya kinaongeza maswali mengi zaidi na jazba na ghadhabu kutoka kwa wananchi. Ni Khalifa Said, mtaalamu wa masuala ya mawasiliano ya umma nchini Tanzania, kama alivyozungumza na mwenzangu Rashid Chilumba. DW tunavuma kwa kishindo.
Nam, asante sana kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika. Vilevile tuko live katika chaneli yetu ya YouTube, tafuta DW Kiswahili. Facebook pia tunapatikana. Instagram, tuachie ujumbe wako kuhusiana na taarifa unazoendelea kuzisikiliza. Tuendelee na uchambuzi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuna hatua kubwa iliyofikiwa wakati wa mazungumzo na maafisa wa Ukraine mjini Geneva kuhusu mpango ulioandaliwa wa amani ulioandaliwa na Washington. Mpango huo wenye vipengele 28 hata hivyo tayari umekabiliwa na upinzani kutoka Kiev na washirika wake wa Ulaya. Lilian Mtono anaangazia mazungumzo hayo na mengine kuhusu vita kati ya Urusi na Ukraine. Bila ya kutoa maelezo ya kina, Rubio aliwaambia waandishi wa habari jana Jumapili kwamba kwenye mazungumzo hayo walifanikiwa kuandaa hati ya msingi ambayo ingetumika kwa ajili ya majadiliano zaidi kuelekea kufikia makubaliano ya amani. Rubio, ambaye ujumbe wake ulijumuisha mkwewe Trump Jared Kushner na mjumbe wa kidiplomasia Steve Witkoff, ameongeza kuwa wamepiga hatua kubwa ya kupunguza vipengele vinavyozua mvutano na kusisitiza kwamba masuala yoyote yanaweza kupata suluhu, na kwa maana hiyo anaamini watafikia malengo. Sitaki kusikia au kuingia kwa kina kwenye vipengele vyovyote maalum katika toleo jipya la pendekezo, kwa sababu kusema kweli, kufikia kesho au siku inayofuata hilo linaweza kuwa limebadilika. Lakini naweza kuambia nina matumaini makubwa kwamba tunaweza kukamilisha jambo hapa, kwa sababu tumepiga hatua kubwa leo. Mkuu wa ujumbe wa Ukraine Andriy Yermak pia aliwaambia waandishi wa habari mapema kwamba pande hizo zimefikia pazuri sana na zinasonga mbele kuelekea amani ya haki na ya kudumu ambayo watu wa Ukraine wanastahili. Rais wa Marekani Donald Trump aliipatia Ukraine hadi Novemba 27 kuupitisha mpango wake huo tata, ambao kwa kiasi kikubwa wakuu wa mataifa ya Ulaya, ikiwa ni pamoja na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, wanataka majadiliano ya kina kabla ya kuafikiwa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliyezungumza kwa simu na Zelensky jana Jumapili alisema mataifa 30 yaliyo kwenye kile kinachoitwa muungano wa walio tayari kuisaidia Kiev yatafanya mazungumzo kwa njia ya video siku ya Jumanne. Kiev pia inataka kufanyike mabadiliko kwenye rasimu hiyo inayoifungulia milango zaidi Urusi na kuitaka Ukraine iliyovamiwa kuachia maeneo, kupunguza jeshi lake na kuahidi kutojiunga na jumuiya ya kijeshi ya NATO. Kulingana na Rubio, marais wa mataifa hayo watalazimika kuyakubali matokeo ya mwisho ya mazungumzo hayo, na kuna masuala kadha ambayo watahitaji kuendelea kuyafanyia kazi kabla ya kujaribu kuingiza Urusi ambayo ililikaribisha pendekezo la awali. Katika hatua nyingine, Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine alinukuliwa jana Jumapili akisema ilikuwa ni hatua nzuri kwa Ukraine kufanya mazungumzo na wawakilishi wa Marekani, na kuongeza kuwa ilikuwa ni ishara kwamba timu ya Trump inawasikiliza, huku akiishukuru Marekani kwa msaada wake. Taarifa nyingine zimesema maafisa wa mataifa hayo mawili wanajadiliana kuhusu ziara ya Zelensky wiki hii mjini Washington kwa lengo la kujadiliana mpango huo wa amani na Rais Trump, hii ikiwa ni kulingana na duru zenye uelewa na suala hilo. Tukiachana na mzozo kati ya Urusi na Ukraine, tuelekee sasa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wawili wanaripotiwa kuuawa na wengine 15 kujeruhiwa vikali katika mapambano kati ya kundi la wazalendo na askari wa Kongo FARDC mjini Uvira. Tukio hili lilitokea kwenye eneo ambapo shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP lilikuwa likigawanya chakula kwa watu waliolazimika kuyakimbia makazi yao. Babu Abdallah na taarifa kamili. Vyanzo vya hospitali ya Uvira vimethibitisha vifo hivyo, kikiwemo cha mtoto aliyepigwa risasi wakati wa mapambano hayo. Kwa mujibu wa asasi za kiraia, tukio hilo lilianza kufuatia machafuko yaliyochochewa na wazalendo katika uwanja wa parokia ya Mtakatifu Paulo katika kitongoji cha Songo mjini Uvira. Asasi hizo zinasema wapiganaji hao walijaribu kudai sehemu ya misaada ya kibinadamu iliyokuwa ikigawiwa kwa watu walio hatarini. Hali hiyo ilisababisha mvutano kati ya wazalendo na askari wa Kongo waliopinga ombi la wazalendo. Pasifike Karauka, mwanaharakati wa shirika la raia katika nyanda za Uvira, anasema kwamba hali imerudi kuwa shwari, ila hadi sasa wakazi wa mji huo
na vijiji vyake wanaishi kwa wasiwasi. Ukishafika kwenye hospitali generale watu wanaumia na wengine wamefariki. Hali kabisa mpaka kwa sasa hali si nzuri. Hatujui na ile kabisa tutaendelea kuisema kwa sababu government kama hiyo yote inafika ni government ndio naweza kwanza likondani kwa sababu hawapendi kupanga wazalendo ipasavyo. Katika upande wa AFC M23 watu wasiopungua 5 waliuawa usiku wa kuamkia leo katika maeneo mbalimbali ya kijiji cha Katana. Mashuhuda wamelinyoshea kidole kundi la M23 wakisema wapiganaji wake walifika ndani ya kituo cha afya na kupeleka wagonjwa na walinzi wao, na baada ya asubuhi miili ya mgonjwa mmoja na walinzi 2 ilikutwa kijijini, wote wakiwa ni vijana, na kwamba vijana wengi wakishukiwa tu kuwa ni wazalendo wanauawa. Mkazi huyu ambaye hakutaka jina lake litajwe alishuhudia tukio hilo. Sasa wanawashakia vijana wa Katana kwamba ni wao ndio ambao wanapana habari kwenye ambako wazalendo wanakuwa, ijapokuwa vijana wa Katana kati yao kuna wale ambao hawajua hata mambo ya vita. Wale wazalendo nao wanasema watu wa Katana ni wabaya, vijana wa Katana ni wabaya. Sasa watu wa Katana wamekuwa katikati ya pande mbili ambazo haziwaaminie. Sisi tunaomba kitu kimoja, ni usalama. Kwa sasa wanaharakati wengi wa asasi za kiraia wanaishi kwa uoga katika kijiji cha Katana na pia wilayani Kabare, wakisema wanaogopa kusikika sauti zao kwa sababu wanawindwa na makundi ya wapiganaji. Na tukamilishe safu ya uchambuzi kwa mkutano wa ngazi ya juu na wa kwanza kufanyika barani Afrika wa kundi la mataifa yenye uchumi mkubwa duniani G20, ambao pia umekuwa wa kwanza kususiwa na mmoja wa wanachama wakuu wa kundi hilo, Marekani, ulihitimishwa rasmi jana jijini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kwa mujibu wa Rais Cyril Ramaphosa ambaye ndiye aliyekuwa mwenyeji, mkutano huo kuwa wa mafanikio. Hii ni baada ya viongozi wa nchi zilizoshiriki kukubaliana juu ya tamko la pamoja linalozungumzia kwa kina masuala muhimu ya kimataifa, hatua ambayo inaonyesha kwamba licha ya tofauti zao bado wameweza kufikia mwafaka kuhusu mambo ya msingi kwa mustakabali wa dunia. Kutoka Pretoria, mwanahabari wetu Bryson Bichwa anarifu zaidi. Kwa mara ya kwanza tamko la pamoja limetolewa mwanzoni mwa mkutano huo, hatua inayotofautiana na utaratibu wa kawaida wa kulitangaza tamko hilo mkutano unapohitimishwa. Tamko hilo lililokubaliwa na mataifa 19 yaliyoshiriki liliweka mbele ajenda za dharura duniani, ikiwemo mzozo wa tabia nchi na msaada kwa nchi zilizo hatarini kukumbwa na majanga ya hali ya hewa. Pia liliangazia pengo la usawa duniani, likiwemo suala la urejeshaji upya wa mifumo ya madeni. Aidha,